Kapteni, mambo vipi? Poa, nakwaje? Uko vizuri kabisa? Niko fresh kabisa. Hebu tueleze walau kwa uchache mpaka hivi sasa tathmini yako ya msimu haswa kwenye mashindano ya ndani kwa upande wetu, ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la CRDB. Kwa nini ligi kuu ya NBC? Tumetoka kucheza mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC. Kwa nini CRDB? Tunaenda kucheza CRDB mchezo unaofuata. Kwanza naweza kusema kwamba tathmini iko vizuri kwa kikosi kwa ujumla, wachezaji wako vizuri na tuko katika hali nzuri, na nilitangulia kusema hapo nyuma kwamba timu yetu kidogo imekuwa na wachezaji wengi wapya na maingizo mengi katika dirisha dogo, lakini imetupa fursa katika mashindano ya kimataifa tulikuwa tunacheza kujijenga, na kila siku zinapozidi kwenda. Kwa hiyo kuna uimara wa timu na unajengeka, na nadhani kwamba itakapofika 100% ya ule ujengaji wa mwalimu, nadhani tutakuwa katika level nzuri, na naweza kusema itakuwa ni level ya tofauti, kwa sababu mwanga unaonekana katika mechi ambazo tumetoka kucheza. Tumetoka kucheza mechi ngumu, lakini wachezaji wamejituma sana na wamefuata maelekezo ya mwalimu yote kwa 100%, naweza kusema, na tumekuwa katika performance nzuri, na naweza kusema kwamba tukifanya muendelezo huo, basi na imani tutafikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Na katika ligi kuu naweza kusema kwamba tuna malengo makubwa, na mimi nachofurahia kwamba wachezaji wale wageni wamekuja, wamejua timu inahitaji nini na wenyewe wanahitaji nini, na wanahitaji kujitolea kwa 100% kubwa. Kwa hiyo na imani kwamba kwa muendelezo huu ambao tuko nao, matarajio hayako mbali na mafanikio yetu hayako mbali. Kwa hiyo tukijiendelea kujitolea kama tulivyocheza mchezo wa mwisho, na imani kila kitu kitakuwa kwetu sisi chepesi. Na hivi karibuni naenda kucheza mashindano ya CRDB. Naweza kusema tunaenda kukutana na timu nzuri, na tukiangalia nao mechi ya mwisho waliocheza wameweza kushinda magoli mengi. Kwa hiyo kwetu sisi itatupa chachu ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu katika hilo kombe nalo ni matarajio yetu sisi na achievement yetu sisi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tuko katika barabara ambayo tunaelekea kukaribia mafanikio yetu. Kwa hiyo kila tutakayokutana naye mbele, basi hatuna budi kupambana naye na kuhakikisha tunamfunga. Kapteni, unataka kunichukulia nafasi yangu, au kama si nafasi yangu basi nafasi ya Mediali? Yaani umenimaliza kila kitu. Tumalizie basi swali la mwisho Kapteni. Tuna michezo mitatu ugenini. TRA ugenini, Pamba ugenini, pamoja na Singida Big Stars. Ukiziangalia hizi mechi, asili yake ni mechi ngumu, na always michezo yote ya ugenini ni migumu, na pengine inaweza katoa taswira ya sisi kwenda kufanya vizuri hasa kwenye mbio za ubingwa. Tuambie hapa then tukuache uendelee na mazoezi. Naweza kusema kwamba kama sitakosea, siku 11 za joto kubwa, na siku 11 ngumu sana kwetu sisi, kwa benchi la ufundi, kwa mashabiki, kwa wanachama wote wa Simba. Naweza kusema ni siku 11 muhimu sana kwetu sisi wote kwa ujumla, na hizi siku 11 zinahitaji umoja wa hali ya juu kuanzia kwetu sisi pamoja na benchi la ufundi, na vile mashabiki, wanachama na viongozi. Inahitajika umoja wa hali ya juu kuelekea katika mechi hizi za ugenini, na naweza kusema kwamba uzuri kwamba wachezaji wetu wageni walikuwa hawajapata ile joto la mechi za ugenini, lakini naweza kusema tumejifunza. Mechi tuliocheza zidi ya Dodoma imetupa funzo kubwa, na imewapa funzo kubwa sana wachezaji wetu walokuja wageni ambao walikuwa hajawahi kucheza mechi za ugenini. Kwa hiyo nadhani ile mechi imewapa hali gani ambayo tunakuwa nayo katika mechi za ugenini. Naweza kusema ni mechi ngumu tunazoenda kucheza, mechi ngumu, na ni mechi muhimu kwetu sisi kuweza kupata point 3 katika kila mchezo, na sasa hivi tuko katika maandalizi hayo, na imani kwamba tutakuwa katika maandalizi mazuri na tutakuwa katika hali nzuri. Itakapofika baada ya mechi ya FA tutakapocheza, tutakuwa katika hali nzuri kuelekea katika michezo hiyo, na imani kwamba kila mchezaji atakapotoa 100%, basi tutaweza kufanikiwa katika michezo hiyo. Shukrani. Asante.